Ndugu zangu, watu wa Mungu wa kike na wa kiume, nami ni ndugu yenu wa kike. Tusubisiwe Ritiko Mtafya toka Ihanda, Mbozi, Songwe. Sisi tu watu wa Mungu, kwani ndiye aliyetuumba. Sisi watu wa Mungu wa kike na wa kiume tu watu wa Mungu, kwani huyo ndiye aliyetuumba. Tunapaswa kumtumikia aliyetuumba. Kumtumikia huyu aliyetuumba, kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Hayo ni maneno ya Yesu. Hayo maneno ya Yesu ni amri za Yesu. Hayo maneno ni amri za Yesu. Ni sauti ya Yesu mwana wa Mungu. Ni unabii wake Yesu aliye kitabu. Mwanamke, unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa akiyafanya Dorikasi, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya. Kuyafanya yote hapo, nirudie uelewe, mwanamke unapaswa kuyafanya yote maneno aliyokuwa anayafanya Dorikasi, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya. Nisikilize ewe mtu wa Mungu wa kiume, wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro. Usome Matendo ya Mitume sura ya 9. Uanzie mstari wa kwanza, usome sura yote hadi 43. Soma. Hata wewe mwanamke ambaye mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya kama Dorikasi, soma nawe. Soma sura yote, kwani ina mistari 43. Matendo ya Mitume sura ya 9, anzia mstari wa kwanza hadi 43. Soma. Wa kike na wa kiume, hebu soma hiyo sura. Ukisoma yote hiyo sura, yale unayoyasoma, nianzie kwako mwanafunzi wa kike wa Agano Jipya aliloifanya Yesu pale msalabani. Unaposoma hiyo sura, unapoyakuta aliyokuwa akiyafanya Dorikasi, mwanafunzi wa Yafa, nawe vivyo hivyo unayafanya yote. Na sadaka alizokuwa anazitoa Dorikasi, ukisoma utazikuta sadaka
alizokuwa anazitoa Dorikasi, nawe unatoa vile vile hizo hizo kama ilivyoandikwa katika hiyo sura. Unafanya hivyo hivyo, unatoa sadaka. Kama unaweza kutoa tofauti, maana Dorikasi hakuwa anatoa fungu la 10, na wewe usitoe fungu la 10, kwani hizo fungu la 10 Dorikasi hakuwa anatoa, ila wewe ulivyosoma katika hiyo sura umeikuta sadaka aliyokuwa anawatolea wajane, na wewe fanya kama Dorikasi. Nije kwako mwanafunzi wa Yesu wa kiume, na wewe ukisoma hiyo sura yote unayoyasoma hapo aliyokuwa anayafanya Petro, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya, unapaswa na wewe kuyafanya vile vile kama Petro alivyokuwa akifanya. Unielewe hapo, wewe ni mwanafunzi wa kiume wa Agano Jipya alilofanya Yesu pale msalabani. Unayafanya yote aliyokuwa anayafanya mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya Petro. Unayafanya yote. Nawe hapo ninakwambia kwamba unapoyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana, kwamba usipotee bali uwe na uzima wa milele. Kuyafanya yote, kuto kuyafanya yote ni kupotea, ni kuto kumwamini mwana. Kuyafanya yote, huko ndo kumwamini mwana, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Kama umenipata, nije kwako askofu mkuu wa Zambia hapo Nakonde. Wewe ilo jina kuitwa askofu sio jina la kwako, ni jina la cheo ulichopewa na wanadamu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya pale msalabani. Ewe mshirika, hilo jina kuitwa mshirika sio jina la kwako. Wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Askofu wa hapo Nakonde, wewe unasema mimi ni askofu wa Zambia yote. Achana nayo, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu, unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya Petro. Achana. Petro hakuitwa hilo jina unayeitwa kwamba mimi ni askofu. Petro hakuwa na jina kama hilo. Petro hakuwa na jina kama hilo. Nakwambia wewe askofu wa Nakonde Zambia, unajitahidi sana kusema kwamba dini yangu iliingia mwaka fulani huku Zambia. Ayo unasumbuka. Dini haikuumbwa na Mungu, ila wewe uliumbwa na Mungu. Ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Unapaswa kuyafanya yote aliyoyafanya Petro. Huko
kuitwa askofu, hapana, Petro hakuitwa jina la kama la kwako hilo, ila yeye ni mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya. Unapaswa na wewe kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro. Mungu akusaidie. Ukibahatika kusikiliza kipindi hiki, ujue kwamba umebahatika. Ungeendelea kujiita askofu wa Zambia yote. Acha na kuwafundisha watu kwamba asiye na sare niliyoagiza mimi kwamba ashone huyo tena hatuko pamoja katika dini ya kwangu. Unapotea, hujamwamini mwana, umepotea. Mungu alikuumba wewe, hakuumba dini yako hiyo. Wewe fanya kama Petro, fanya kama Petro. Unayafanya yote aliyoyafanya Petro. Wewe sio askofu mkuu wa Zambia. Achana nayo. Mungu akusaidie. Na kuambia watu asiye na sare niliyoagiza mimi kwamba ashone huyu hatuko pamoja na yeye, hayupo katika dini yangu. We umepotea, hujamwamini mwana. Kumwamini mwana hata usipotee ni kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya, kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Watu wa Zambia wa kike, ninyi sio washirika, ni watu wa Mungu, ni wanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Nimewaambia kwamba wanafunzi ninyi wa kike wa Zambia sio washirika, ni wanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Mwe mnafanya yote maneno aliyokuwa anayafanya Dorikasi, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya. Na wasihi, someni sana hiyo sura. Soma sura hiyo. Dorikasi hakuwa anatoa fungu la 10 la. Dorikasi alikuwa anawapa wajane nguo. Hiyo ndio sadaka ya Dorikasi aliyokuwa akiitoa. Nawe Mzambia, uwe nani Mkenya, maadamu unesikia sauti hii, unayafanya yote aliyokuwa anayafanya Dorikasi. Kama hutayafanya yote, umepotea. Huisikii sauti ya mwana wa Mungu, humwamini Mungu. Ila kwa kuyafanya yote, huko ndo kumwamini Mungu, kumwamini mwana, hata usipotee, bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie uwae askofu yeyote. Si msemi askofu wa Zambia tu, askofu nyote chini ya jua. Ninyi sio maaskofu. Hayo majina ni ya vyeo mlivyopewa na wanadamu. Ninyi ni wanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya, alilolifanya Yesu pale msalabani. Munapaswa kuyafanya yote aliyokuwa akiyafanya Petro, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya, alilolifanya Yesu pale msalabani. Nchi yote acheni kuitwa maaskofu. Sio maaskofu ninyi. Nchi yote washirika, acheni kuitwa washirika. Ninyi sio washirika, ni watu wa Mungu, ni wanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya aliyolifanya yeye pale msalabani. Nisikilize ninyi nyote. Nimesema kwamba chini ya jua, manake nchi yote. Ninyi nyote maaskofu, acheni majina hayo, ni ya vyeo mlivyopewa na wanadamu.
ila ninyi ni wanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya yeye pale msalabani. Nimewambieni kwamba vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo, hayo unaposoma unayafanya yote, kwani huko ndio kumwamini mwana hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Mungu akusaidie uwae yote. Acha kusema sisi ni maaskofu. Wewe mwenyewe sio askofu, sio askofu, ni mwanafunzi wa Yesu. Unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya alilolifanya Yesu pale msalabani. Mwana wa kike uache kuyafanya asiyokuwa anayafanya Dorcas. Dorcas alikuwa hatoi fungu la 10. Unapotoa fungu la 10, Mungu amekuongezea mapigo kwa kutoa fungu la 10 lisiloandikwa katika vitabu vya Agano Jipya lake alilofanya pale msalabani. Kama huwapi watu vitu, umeliondoa alilolisema Yesu katika Injili ya Luka 6:38. Yesu anasema wapeni watu vitu. Kama huwapi watu vitu, huisikii sauti ya mwana wa Mungu. Wewe ni mfu, huisikii sauti ya mwana wa Mungu kuto kuwapa watu vitu, kwani hiyo ni amri ya Yesu aliyosema. Acha kuyafanya asiyosema Yesu, ila unayafanya yote aliyoyasema Yesu. Mungu akusaidie. Ni Mwokozi wako peke yake, hayupo mwingine. Mwokozi ni Yesu peke yake. Kuyafanya yote anayokuamuru Yesu, huko ndo kumwamini mwana, maana mwana ni Yesu, hata usipotee bali uwe na uzima wa milele. Ukisema namjua wakati uzishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yako. Na Yesu ndo kweli, Yesu ndo kweli, Yesu ndo uzima. Maana amesema mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu ndiyo njia ndiyo njia iliyotabiriwa na Isaya kabla ya Yesu. Maana Isaya 35:8, Isaya alitabiri akasema, na hapa patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Yesu ndio njia. Usafiri wetu hata tufike mbinguni ni kuyafanya yote maneno ya Yesu. Wewe unapaswa kuyafanya yote maneno ya Yesu. Hiyo ndo safari inayokupasa kuyafanya yote. Huo ndo usafiri hata ufike mbinguni. Yesu ndo njia na kweli na uzima. Anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ninakwambia wewe mwanafunzi wa Yesu, achana na majina mliopewa na wanadamu. Tena nimefundisha katika vipindi vyangu, nasema kumtumikia Mungu, utumishi wa kumtumikia Mungu hatusitafu. Unatumika kwa kuyafanya yote maneno ya Yesu mpaka kufa.
Nisikilize sana askofu. Huenda umeshikilia hilo jina kwamba mimi ni askofu. Inafika kipindi unasitafu. We, hiyo sio kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ipo moja tu, kuyafanya yote maneno ya Yesu yaliyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya kuanzia Mathayo hadi Ufunuo. Kuyafanya yote, huko ndo kutumika. Huko ndo kutumika, utumike mpaka kufa kwako, kuyafanya yote maneno ya Yesu. Mungu akusaidie sana. Ila kwa kuyafanya yote vile vile kama Petro, huko ndo kumwamini mwana hata usipotee. Hapo ulipo askofu Wanakonde, umepotea. Umepotea. Maana umeshikilia jina mimi ni askofu wa Zambia yote. Na kuambia kwamba hapana. Hapana, wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya alilolifanya pale msalabani. Unapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya Petro, mwanafunzi wa Agano Jipya wa kwanza. Petro hakuitwa hapo jina la kwako hilo. Petro hakuitwa kwamba mimi ni askofu wa maeneo fulani kama wewe. Achana na hayo. Umepotea na kwambia. Umepotea. Wakike wote wana Zambia, ninyi sio washirika. Ninyi ni wanafunzi wa Yesu wa Agano Jipya. Wa Zambia wote wakike, sio washirika. Hapana. Ninyi ni wanafunzi wa Yesu. Mnapaswa kuyafanya yote aliyokuwa anayafanya mwanafunzi wa kwanza Dorcas. Hapo ndipo nikwambie mwanafunzi wa Yesu wa kiume. Petro alipokuwa kwa Ainea kule, alikuwa kwa Ainea, ndipo wanafunzi wakamfuata wakati Dorcas amekufa. Petro alitoka huko Lida kwa Ainea, akaenda kwa mwanafunzi mwenzake wa kike Dorcas wakati amepata taarifa kwamba amekufa. Petro aliondoka, alifuatana na wanafunzi waliomwendea kumuita Petro. Alienda nao, alifika kwa mwanafunzi mwenzake wa kike Dorcas. Alienda, aliyakuta matendo yake huyo Dorcas, matendo mema. Haleluya, haleluya. Aliyakuta Petro. Petro akakuta wajane wanalia. Hayo ni matendo ya Dorcas. Walikuwa wanaonesha matendo yake Dorcas. Petro aliomba, Dorcas alifufuka. Na wakati amesha fufuka, huyo Petro alikaa siku kadha wa kadha huko kwa mtengenezaji wa ngozi. Na kwambia wewe mwanafunzi wa Yesu, ukija kusikia mwanafunzi mwenzako Tusubisiwe Lwitiko Mtavya wa Ihanda amekufa, nawe ukafanye vile vile kama Petro, nawe ukaende Ihanda, nawe utayakuta matendo ya huyo mwanafunzi wa Yesu Tusubisiwe Lwitiko Mtavya wa Ihanda. Utayakuta vile vile kama Petro alivyoyakuta matendo yake Dorcas. Haleluya! Namfurahia huyu aliyeniumba tena akaniokoa, nami nikawa mwanafunzi wake wa Agano Jipya. Nashukuru
ila ubahatiki, Askofu Wanakonde, ubahatiki usikilize kipindi hiki. Nanyi wanafunzi wa Yesu Wanakonde wa Zambia yote, mbahatike kusikiliza kipindi hiki. Ninyi sio washirika, ni wanafunzi wa Yesu kama Dorcas. Mwe mnafanya yote aliyokuwa anayafanya Dorcas, mwanafunzi wa kwanza wa Agano Jipya. Soma hiyo sura. Nawaambia soma ninyi wa Zambia wote. Soma hiyo sura ya 9 ya Matendo ya Mitume. Usome sura yote mistari 43. Niende kutaja namba ya simu yangu 07 53 96 91 99. Nisikie watu wa Zambia wote, wa Tanzania wote, wa Kenya wote, nisikilize. Hebu nimshukuru aliyeniumba, aliyetaka kwa siku hii ya leo akitumie kinywa changu kadiri anavyotaka, ambaye hana mpinzani. Baba yangu, haleluya, Baba yangu aliyeniumba, Mungu nakushukuru mno, nakushukuru mno, nakushukuru mno Baba, nakuinua. Asante Yesu, asante Mungu Mwokozi wa wenye mwili wote, asante Baba yangu, asante, asante Yesu. Natoa shukrani kwako wewe ambaye umekitumia kinywa changu kadiri unavyotaka, huna mpinzani. Umejitosheleza kwa kila lolote litendekalo chini ya jua. Haleluya, ninakushukuru Mungu wangu. Asante Yesu kitu mwenye haki. Asante Mungu wa utisho. Asante Mungu, ninakuinua, ninakuinua, ninakuinua. Nani atuokoe usipotuokoa wewe Yesu? Wewe ndio njia na kweli na uzima. Haleluya, utukuzwe Baba yangu. Sijui hata kushukuru ipasavyo, lakini kwa kuwa wewe ndiwe Roho unayetuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa, ni machache haya katika jina lako Yesu Kristo tulilopewa kuokolewa kwalo. Amen.